Yes, kokote pale ulipo ni matumaini yangu uko vizuri kweli kweli. Karibu na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye nahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, zikiwa zimebakia siku chache kutamatisha mwaka 2025. Kokote ulipo, basi ni matumaini yangu uko na afya njema. Sisi humu ndani tuko vizuri kweli kweli, tukiwa tunaelekea katika dirisha dogo la usajili kupitia katika ukurasa rasmi wa Instagram wa msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shaban Kamwe. Yeye mwenyewe amethibitisha kwamba Young Africans wanaelekea kufanya maboresho katika kikosi chao na kuwaingiza wachezaji pindi tu dirisha dogo litakapofunguliwa, jina ambalo kwa hivi sasa linapigiwa upatu ama linapigiwa chapuo kwa kasi sana kuingia pale Jangwani. Si nyingine ama si nyota mwingine, bali ni mchezaji kutokea katika timu ya Vipers pale Uganda. Hapa namzungumzia Alan Okello, kiungo mshambuliaji huyu mwenye umri wa miaka 23 anahusishwa kujiunga na Young Africans katika dirisha dogo hili la usajili. Paka hivi sasa inasemekana Young Africans tayari wameshakubaliana kila kitu na mchezaji, masuala mazima yani yale masuala mazima ya kimaslahi na mchezaji huyo Alan Okello, ambaye hapo awali alikuwa anahusishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba. Dirisha kubwa lile lililopita ilikuwa inasemekana Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wanahitaji huduma yake, lakini haikuwa hivyo. Lakini kwa hivi sasa tunaweza kusema upepo umebadilika na Young Africans tayari inasemekana washakubaliana naye kila kitu, na hivyo basi viongozi wa Young Africans wameandaa takriban ofa ya dola 100,000 kwenda kuituma katika timu yake ya pale Vipers, ili mradi mchezaji aweze kutua Jangwani. Okello yeye mwenyewe tayari amekubaliana na project ambayo ipo ndani ya Young Africans, lakini pia mwalimu Pedro Gonzalez katika kikosi chake anaona labda katika maeneo pale ya kiungo shambuliaji anahitaji nguvu katika safu yake ya pale mbele, mambo yaweze kuwa vizuri, mambo yaweze kuwa bora kweli kweli. Tunafahamu ndani ya Young Africans kuna wachezaji hatari, kuna wachezaji ambao wanaweza kuchezea mpira ndani ya dakika 90, lakini pia wana mchango wa mabao. Lakini kuelekea katika dirisha dogo hilo la usajili, inasemekana Andri Boyeli pengine akapewa mkono wa kwaheri kunako kikosi hicho cha wana Jangwani. Lakini pia Yao Kwasi Atora, maamuzi ya mwalimu Pedro, yeye ndio atakayeamua. Je, ataendelea kubakia naye fullback huyo wa kushoto ndani ya kikosi chake kutokana na alivyokuwa anasumbuliwa na majeraha ya muda mrefu? Pindi atakaporejea ndani ya kikosi ataonyesha ubora ule ambao alikuwa anaonyesha kipindi kilichopita. Tusubirie na kuona, kwa sababu dirisha dogo la usajili linaenda kufunguliwa hapo mwezi Januari, na ukimsikiliza mwenyewe Ali Shaban Kamwe anakuambia ndani ya mwezi wa 3 kutakuwa kuna dabi ile ya Kariakoo ambayo itawakutanisha Simba na Yanga. Hivyo basi Young Africans pindi tu dirisha litakapofunguliwa watafanya usajili ambao wanaona kwa wao una manufaa na unaenda kuongeza nguvu katika dirisha lao, ili mradi mwalimu aweze kuwa na kikosi kilichokuwa bora na kikosi kilichokuwa vizuri kweli kweli. Ikumbukwe ndani ya ligi kuu Tanzania bara Young Africans inaendelea kufanya vizuri kweli kweli, bado wako vizuri na wao ndio mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Lakini pia katika ile michuano ya club bingwa barani Afrika, Young Africans wameanza vizuri mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Katika kundi lao wana alama 4, alama 3 walipatia kule visiwani Zanzibar na alama 1 waliweza kuipatia kule ugenini
safari hii mwalimu Pedro anaweza kwenda kukifanya nini ama anaweza kwenda kufanya nini ndani ya kikosi chake? Tusubirie na kuona, kwa sababu watu wengi wanatamani na kuona kwamba Young Africans iweze kufanya vyema katika michuano ile ya klabu bingwa barani Afrika, kwa sababu katika michuano ya ndani ya miaka hivi karibuni Young Africans amekuwa ndio mtawala wa soka la Tanzania. Amekuwa bingwa takriban misimu 4 mfululizo. Wachezaji wake wamekuwa wakionyesha kiwango kilichokuwa kizuri, kiwango kilichokuwa bora. Hivyo basi ukitazama benchi la ufundi la Young Africans wanaonekana kuzamiria kufanya makubwa na kusababisha Young Africans inabakia ndani ya kilele cha ubora. Ukiwatazama washindani wao ama wapinzani wao wekundu wa Msimbazi, Simba wao wenyewe wanasema ndani ya msimu huu wanaweza kwenda kurejesha heshima katika kikosi chao na kuelekea katika dirisha dogo. Tusubiri na kuona, kwa sababu tetesi zimekuwa ni nyingi kweli kweli, lakini kwa Okello ambaye amebakisha miezi 6 tu kunako timu ya Vipers ya pale nchini Uganda, watu wanatamani kujua, je, Vipers wataikubali ofa ya Yanga ambayo inatarajiwa kutumwa ama tayari imeshatumwa, ambayo inasemekana ni dola $100,000 ili mradi mchezaji aje kutua ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Tusubirie na kuona, kwa sababu hivi sasa ligi yetu imekuwa bora, ligi yetu imekuwa ikiwavutia wachezaji wengi, na wachezaji wengi wazuri wamekuwa wakitumia ligi kuu Tanzania bara kama na sehemu ya kujitangaza na sehemu ambayo wanaweza kupata mafanikio yale ya kifedha na wakajikwamua kiuchumi. Sio kwa mara ya kwanza kwa wachezaji wa Uganda kuja kucheza ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Hapo Young Africans alipita mchezaji kama Harid Aucho ambaye amekuwa na mafanikio pindi alipokuwa ndani ya kikosi hicho cha Young Africans kabla hajatimukiwa kule Singida Black Stars, ambao kwa hivi sasa ameonekana akitoa mchango mkubwa ndani ya kikosi hicho. Je, Alan Okello ambaye anaendelea kuwasha moto kule Afcon na timu yake ya Uganda, na hivi juzi tulikutana nao katika Afcon Tanzania na Uganda. Je, anaweza kuisaidia Young Africans kwenda kufikia katika nchi ya ahadi? Kiwango chake mimi binafsi sina mashaka nacho. Ndicho ambacho hata viongozi wa Young Africans walichokiona kwamba Okello anaweza kuja kuisaidia Young Africans kufikia katika nchi ya asali na maziwa. Wakati wote huu ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, lakini nyuma kamera amesimama Sultani Goma ambaye yeye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kweli kweli.